Mtazamaji wa S500 TV, tupo na Sam Simba, shabiki mwandamizi wa klabu ya Simba Sports. Tupo naye hapa bwana baada ya mchezo wa Simba Sports dhidi ya Young Africans. Mchezo wa aina yake, mchezo wa kihistoria, mchezo ambao umeacha simanzi kwa baadhi ya watu wameondoka na furaha. Bwana Sam, habari yako? Safi brother, niambie. Kwema. Kama kawaida. Kitambo. Shangaa kuwa na magongo. Kawaida. Hii ni mipango za maisha. Ni karakati za maisha, Mwenyezi Mungu kama hivi, hujafa hujaumbika. Tukiongelea dabi ya leo ya tarehe. Hebu kwanza wape namba yako ya simu kwanza ya muamala. Jina linakuja nani? Okay, mimi kwa wale wapenzi wa Sam Simba ndani ya S500, ukihitaji kupiga story, ukihitaji kupitia changamoto unazopitia ukasema bwana huyu jamaa ni mtu ambaye nilikuwa namfahamu, ni jamaa yangu wa karibu, kwa namna moja au nyingine naweza nikamchangia kwa kiasi chochote Mwenyezi Mungu alichokujalia, basi namba yangu ya simu ni 0694 28 53 30. Jina linatokea Samuel Katabalo. Hiyo ndio official name ninayoitumia mimi. Sawa. Naam. Twende kwenye mechi ya Simba na Yanga. Okay, kwenye game ya leo, game ilikuwa ni nzuri sana. Mechi ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ni tough game, mechi ambayo ina attention kubwa. Ukiangalia Simba wameanza kipindi dakika ya kwanza kwa kuweza kuwafanyia pressing Yanga, high pressing nzuri. Simba walikuwa bora sana katika dakika 15 za kwanza, wakaweza kupata goli la kwanza, dakika ya pili wakapata goli la pili. Halikadhalika mchezo ulikuwa ni mzuri sana, lakini yote kwa yote dakika 90 mabao ni 2-2. Pongezi kubwa mimi naenda kuwapa wachezaji wa Dar es Salaam Africans kuweza kufanya comeback nzuri katika game ya leo. Kila mtu alikuwa hatarajii. Sema kwamba wamefanya comeback. Naam. Comeback ya kibabe. Comeback ya kibabe sana katika game ya leo. Wachezaji wa Yanga wameweza kuhandle pressure ya Simba Sports Club. Kitendo cha kuanza kufungwa goli la mapema. Alafu iangalie, hii ni dabi. Unafungwa goli la pili. Ina maana lighting ilikuwa sio ukubwa wa wachezaji wa Dar es Salaam Africans wangeweza kutoka mchezoni. Lakini hapana, walikaa chini na kujiuliza, hii ni dabi, tunakosea wapi? Tunahitaji kurekebisha makosa yetu, turudi mchezoni. Na ndio kitu kilichofanyika. Wakaweza kupata goli la kwanza ambalo liliweza kurudisha matumaini kwamba tunaweza kusawazisha na hata kuongeza. Hafu ya kwanza Pedro Gonzalez anakwenda kufanya sabu ya kumtoa Israel Patrick Mwenda na kumuingiza Yao Kwasi. Anamuingiza kiungo anani mshambuliaji Depu ambaye anaenda kufanya mabadiliko kwenye kipindi cha pili. Yanga wanarudi mchezoni na kuweza kusawazisha hayo magoli, na hali kadhalika umeona kabisa kwamba Yanga wanakwenda kuichukua mchezo wa leo kuweza maintain na kuweza kupata sare ambayo kila mtu alikuwa haamini kulingana na idadi ya magoli ambayo yamefungwa mapema. Kila mtu alijua labda leo ile idadi ya magoli mengi inawezekana ikawadondokea Dar es Salaam Africans, lakini ilikuwa ni tofauti. Wachezaji wa Yanga wameweza kumeza pressure ya Simba na moja kwa moja kuweza kupata sare ya 2-2 katika mchezo wa leo. Samu, unafikiri Young Africans walifeli wapi? Tuanze kwanza hapo, zile goli 2 kuingia. Of course ni kitendo cha kwenye engo ya alivyoingia na viungo wawili wa kabaji. Official, ukiwa unaingia na viungo wawili wa kabaji, holding midfielder, namzungumzia mtu kama Damaro, namzungumzia Damaro pamoja na Duke Abuya, ni midfielder ambao wao asili kubwa walikuwa ni kuzuia, na ndio maana kipindi cha pili alivyoingia na plan B alienda kumpunguza mmoja, akamshusha Maxim pia Zingeli, akabaki na Duke Abuya, si ndivyo? Akaingiza asili washambuliaji watatu. Kwa hiyo ina maana kuna kitu Pedro alikiona ndani ya Simba kama ni upepo unakata na kuna uwezekano wa mimi kuweza kwenda kufunga. Kwa hiyo ina maana hiyo riski ambayo aliifanya kwa kuweza kumchezesha kiungo mmoja mkabaji kweli imekwenda kumlipa, na kila mtu aliona jinsi gani ambavyo Yanga waliweza kuflow na kuweza kusawazisha hayo magoli. Kwa hiyo kipindi cha kwanza kama vile alikwenda kujikaba mwenyewe. Kwa hiyo na kuwaruhusu Simba ambao walicheza na force number 9 ambao walikuwa hakuna striker asilia wote ilikuwa ni viungo. Kwa hiyo ina maana Simba waliweza kumaintain kuweza kumiliki mpira kwa asilimia kubwa kwenye kipindi cha kwanza. Naam. Kwa upande wa Simba, baada ya Yanga kupata ile goli moja lile, kama Simba warudi chini,
Simba walikuja kufuka dakika 40 na kabla mapumziko ndio wakaona Simba sana anacheza. Unahisi Simba baada ile goli moja liliwafanya warudi nyuma wajaribu kulinda ka? Of course, kwa sasa hivi Simba wana desturi moja ya kukata upepo. Tempo wanayoanza nayo ni kubwa sana, na ukiangalia jinsi gani ambavyo pale katikati Ido Loemba, Libase Gaye pamoja na Elim Panzu walikuwa ni watu ambao walikuwa wanasafa sana kuhakikisha ile pressing yao kuwafanya Yanga washindwe kupanda juu, na waliwini kwenye dakika 45 za kwanza. Lakini ilipofika dakika ya 30 kama Simba waliridhika na zile goli 2-1, kwa hiyo wakawa wametengeneza low block, wengi wakawa nyuma ya mpira. Kwa hiyo kama vile waliwaambia Yanga njooni. Ukiangalia dakika 15 za mwisho Simba walizidiwa. Hata ukiangalia position, Yanga alikuwa iko juu kwenye position hafu ya kwanza. Kwa hiyo ina maana kwamba Simba kuna kitu ambacho wanakuwa wana mistake moja ya kukata upepo dakika jinsi zinavyozidi kwenda, kama wanapoteana, na ndo jinsi ambavyo angalia hata kipindi cha pili Yanga walipochukua mchezo na kuweza kusawazisha ile goli, Simba walikuwa wanatamani mpira uishe. Kwa hiyo mimi naamini kuna vitu ambavyo kocha wangu atakwenda kuifanyia kazi kupitia wachezaji wake, jinsi alivyowatuma. Kuna asilimia kubwa wachezaji walicheza vizuri sana, na naamini kwamba sasa hivi Simba, hata sasa hivi Yanga wakisema watuamshe tucheze nao, tupo tayari kucheza. Tuna kikosi kizuri, na ukiangalia ukimtoa mtu kama Elim Panzu, unajua kuna mtu ambaye anaingia kwenda kuleta challenge nzuri kama alikuwa anaifanya Elim Panzu. Kwa hiyo ina maana sasa hivi unaweza kumuita Libase Gaye nje, akaingia mtu ambaye unajua kabisa kwamba anaweza akafanya kitu kizuri. Kwa hiyo tuna kikosi kizuri. Mimi naamini endapo tutakwenda kufanyia mabadiliko ya kikosi chetu, kwamba kuna mchezaji fulani kamisi, tumuingize mchezaji fulani, tufanye usajili mzuri, mimi naamini tutakuja kuwa na kikosi kizuri zaidi msimu unaokuja. Lakini kwa msimu huu kwangu mimi sina kitu ambacho nawadai wachezaji. Samu, kwani wewe unavyoona kikosi cha Young Africans baada ya zile goli 2 kuingia, mashabiki wengi walikuwa tupa lawama kwa kocha. Kwani kocha wa Yanga ana shida gani? Ni kocha na plani zake. Hauwezi ukamwanzisha silaha zote ndani. Si umeona silaha alipozibakisha nje? Alimbakisha Depu, akambakisha mtu anaitwa Yaokwasi. Sijui unanielewa? Alipoingia kuna vitu amekwenda kuvibadilisha. Yaokwasi ndo ambaye amepiga mitungi mingi kumwaga maji. Kwa hiyo ndivyo inapotakiwa kocha ambaye anatumia silaha zake na kuzibakisha. Faida yake ndo zile, kwamba hii silaha yangu siwezi kuzitumia zote, lazima nibakishe za kwenda kumalizia dakika fulani. Endapo tayari anajua Simba huwa wanaokata upepo dakika 70 mpaka 80 huwa wanakata upepo, na faida yake ni kama ile aliyoiona jinsi gani ameenda kuingia na plan B kipindi cha pili, na ile plan B imekwenda kumlipa. Kwa hiyo mimi naamini shabiki hana vitu vingi ambavyo yeye anavihitaji ndani ya pitch. Ana mambo mawili, kusomea na kushangilia. Kwa hiyo ukifanya vizuri atakushangilia, ukifanya vibaya atakuzomea. Kwa hiyo mimi naamini shabiki huwa ana impact yake kwenye eneo la timu kama kushangilia, lakini sio kwenye engo ya ufundi. Hilo ni sehemu ambayo kwamba kuna watu ambao wana taaluma zao. Kitu kizuri ambacho amekifanya Pedro, timu ilishapoteana dakika 15 za kwanza. Timu baadaye dakika za jioni wanakwenda kufanya comeback ya hatari. Kwa mimi kwangu mimi ni pongezi kubwa nampa Pedro, kwa sababu alijaribu kumsoma opponent ambaye anakutana amecheza naye, na ile sabu yake imekwenda kumlipa. Kwa hiyo ni lazima uende kumpongeza kocha. Sabu ameifanya sabu ya maana na ya akili. Kwa hiyo shabiki ataongea, lakini kiufundi sisi tunaona kabisa kwamba Pedro amefanya kitu cha maana zaidi. Unapoona Simba anaongoza goli 2, nini ilikuja kwenye akili yako? Of course mimi nilikuwa najua kabisa mechi ya leo. Nilikaa na watu pale jukwani, nikamwambia hii mechi ninapoiona Simba tunaenda kupata sare. Kwa sababu wachezaji wa Simba wanapokuwa wanapata mpira, kuna makosa mengi sana ambayo nyuma wanayafanya. Angalia zile goli 2 ambazo zimerudishwa. Zimerudishwa goli moja, ile ni kosa la goalkeeper. Goli la pili lile, goalkeeper. No, yeye amekwenda kupanchi mpira, ameudondosha. Ameudondosha ndani. Na haya makosa ni mengi sana kwa Kakasali. Yule akataka autoe kwa kichwa. No. Alikuwa anatakiwa upake mafuta utoke nje. Iwe kona watu wanajipanga, ndio mpira ulivyo. Lakini amefanya mistake. Wachezaji wa Yanga wametumia ile nafasi na kuweza kumviti kuwa goli. Hilo ni ya kwanza. Ya pili, ilikuwa ni mpira gonga ambao unatokea kwenye goli la Simba.
ambayo Libase Guy aliupiga kwa kichwa akamdondoshea Duke Abuya. Duke Abuya akaitia ndani, Prince Dube akaujaza. Yaani kiulaini kabisa. Kwa hiyo nasema kwamba marking ya mabeki wa Simba la kwanza, ndio maana nakwambia. Goli la kwanza la Dube ni mistake ya Libase Guy, si ndivyo? Unakwenda kukuta goli la pili pia ni kosa la golikipa Kasari ambaye aliweza kudondoshea ndani, watu ikapigwa heda na Prince Dube ikadondokea ndani pale, Mwamnyeto akaweza kuimalizia. Kwa hiyo naangalia kwamba mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Bila kufanya makosa huwezi kuadhibiwa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tulikutana na opponent mzuri ambaye Yanga ametuzidi kila kitu kwenye ligi. Kwamba yeye ndo anaongoza magoli mengi, alikuwa anaongoza pointi, ameconcede magoli machache. Kwa hiyo ni opponent ambaye alikuwa yuko vizuri, alidefine alikuwa yuko vizuri kwa mechi ya leo. Kupata sare. Hii mechi ilikuwa ni 50-50, lakini sisi tulikuwa tuna uwezekano mkubwa sana kuweza kupata matokeo. Unaonaje sasa ndio za ubingwa? Ubingwa mimi naamini leo ndo tumenawa. Yaani sisi ubingwa tumenawa kiuhalisia tukiangalia ligi yetu. Mechi nyingi sana Sam. Mimi nakwambia hivi, ligi yetu ilivyo. Kwenye mechi 10 unatabiri. Sam. Kwenye mechi 10 unatabiri ubingwa kwa sababu angalia Simba vs Yanga, mechi ni tough. Mwangalie Yanga hizi pilika ambazo anazionyesha mpaka sasa hivi. Yanga na Binted hii ya leo hajafungwa, ile ni mechi ya 50. Hii ulikuwa unalijua hilo? Mechi ya 50 hajafungwa. Kwa hiyo ni nani atakayemfunga paka kengele? Ni nani atakayemfunga paka kengele kwamba Yanga asiende kuchukua ubingwa? Kwa hiyo wewe kama umemshindwa, nani ataweza? Interest ambayo nimeionyesha mimi kwa mpinzani wangu na mfahamu ambaye ni dabi yangu, mimi nimeshindwa kumfunga mechi hii. Unataka kumbebesha mzigo huo nani? Nitambebesha nani mzigo plus? Nambebesha nani? Kwa hiyo mimi naamini kabisa Azam inawezekana kwa sababu katika sasa hivi mechi ngumu ambayo Yanga anaiona kwamba mbele yake ipo ni Azam FC. Lakini Azam huyu tumeshuhudia juzi bonge la mechi anakwenda kuadhibiwa goli 2. Tumeona ni mechi ambayo ilikuwa ni mechi Unasema unaamini? Ninaamini endapo kama leo tungemfunga Yanga, tungekuwa tuna maana tuna tofauti ya pointi 2. Pointi 2 ni sawasawa na sare moja. Una maana gani kusema sare moja? Yaani timu yote inaposare inadondosha alama 2. Ina maana unaposare unadondosha alama 2. Unachukua alama 1. Ina maana kama leo tungemfunga Yanga, ina maana utofauti wa Yanga na Simba ilikuwa ni alama 2. Kama tungeshinda. Ina maana tunampa kazi sisi, tunaenda tunamwambia Azam tunahitaji sare. Wewe unapokutana na Yanga tunahitaji sare, ili atakapopata sare tayari tumetengeneza level ya point, tunakuwa tupo sawa. Tunaenda kuangalia goal difference kati ya sisi na Yanga, na mimi naamini kwenye hizi mbio at least anaweza akasema kwamba anaweza akapata sita sare 2, lakini sio Yanga kufungwa. Leo ana Binted ya 50, leo inaongea mimi na wewe hajafungwa Yanga mechi yake ya 50 leo. Sasa mimi najiuliza ni nani atakayemfunga paka kengele? Sisi tumemshindwa kumfunga Yanga. Unataka kumfunga nani? Ndio maana unaambiwa ili uweze kuwa bingwa, ni lazima umfunge Yanga. Kwa hiyo wewe umenawa? Mimi nimenawa leo rasmi ubingwa. Leo nimenawa kwa sababu naangalia opponent ambaye mimi naenda kushindana naye ubingwa. Nimemshindwa. Acha pointi ngapi? 5. Ziko zile zile brother. 5 kwenye ligi yetu. Leo hii ni mechi ya 20. Hajafungwa. Hii leo ni mechi ya 20 Yanga. Mita ni 50. Tarehe 6 anacheza na KMC. Unategemea KMC amfunge Yanga? Hapana, mita ni 50. Unadunda lakini sio kwenye matope brother. Kwa hiyo quality ya wachezaji wa Yanga imeenda kuamua game.
Mwangalie Pacome, mwangalie Yao Castro, jinsi gani ambavyo wameweza kujituma na kuweza kupata matokeo leo. Hakuna mtu ambaye aliamini leo tunaenda kutoa sare. Lakini yote kwa yote, this is football brother. Mimi naamini hiki ambacho tumekionyesha leo, sasa hivi hata shabiki wa Simba anaweza kusimama na shabiki wa Yanga kuongea kwamba sasa brother, tumetoka sare 2. Tumetoka sare 2, tumeshinda 1 Muungano. Kwa hiyo kidogo kuna kama mgonjwa na kunywa uji sasa hivi. Msimu hapa sasa hivi unaweza mkabishana. Kidogo unabishana, lakini sasa tunabishana naye kwenye head to head hizi mechi 3 ambazo tumekutana. Tukirudi kwenye ubora wa vikosi, sisi Simba tuna wachezaji wazuri lakini hatuna timu. Sijui unanielewa? Tuna wachezaji wazuri lakini hatuna timu. Mchezaji mmoja, yani ile quality tunaipata kwa mchezaji mmoja, sio impact nzima ya kikosi package ile.